wewe ndio nchi. Kwa kusudio la Mungu kuumba mbingu na nchi, usisahau kwamba dunia haikuwepo. Mungu hajaumba dunia, ameumba mbingu na nchi. Dunia imetoka wapi? Dunia imetoka wapi? Walimu wa Sunday school, sikiliza kwa makini sana. Dunia imetoka wapi? Mbingu na nchi ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa bustani ya Edeni ni ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni hapa. Mbingu ni Mungu mwenyewe. Nchi ni waumini wanaolisikia neno la Mungu na kulitunza. Haleluya. Hao ndio nchi. Lakini mbingu ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu Mungu ni roho, akaingia dhahiri kwa mchungaji wetu. Ukilikataa neno la mchungaji wako, umemkataa Mungu mmoja. Maana sisi tunalishana mwilini hapa, lakini huyu anayetulisha, mamlaka ameipata wapi? Mamlaka hii ameitoa wapi? Ameitoa kwa Mungu mwenyewe. Nataka niwaambie kitu. Kama nimepata taarifa kwamba makanisa yafungwe ya wachungaji ambao hawana elimu, ambao hawastahili, unajua sababu? Sababu ni hii. Haya majina ya makanisa, kuna EAGT, Pentecost, sui nini, Moraviani, sui Lutheran. Haya majina ya haya makanisa ni Kaisari. Ni Kaisari. Mtu mmoja nikawa namuuliza, mtoto wako anaitwa Rehobothi. Rehobothi maana yake ni? Akasema ni kisima. Mimi nikasema Rehobothi sio kisima. Rehobothi ni mji. Ni mji. Tena ni mji wa wacha Mungu. Kile kisima wakaambiwa kitaitwa Rehobothi. Je, kila kisima ni Rehobothi? Hapana. Kama hapa walisema pataitwa Inyala. Inyala maana yake, Inyala ni nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nakuwa mwalimu, nimesema Mungu aliziumba. Sio aliiumba. Sio aliiumba, aliziumba mbingu na nchi. Kumbe mbingu ni nyingi na nchi ni nyingi. Kama wewe ni nchi, kama mchungaji wako ni mbingu, leo hii kuna mbingu zingine zinamshangilia Mungu kule, kuna nchi nyingine zinamshangilia Mungu kule. Kwa lile neno nchi ya Tanzania, kwa neno hilo ingetakiwa kila Mtanzania awe mcha Mungu. Kila Mtanzania awe ndani ya Kristo. Maana yake mbingu na nchi ndio uhalisia wa mwanadamu. Uhalisia wa mwanadamu. Tumesema mwanzo. Mwanzo sivyo inavyotamkwa kama neno mwanzo. Mwanzo maana yake nini? Mwanzo. Twende kwenye Kiingereza. Kiingereza ukilinganisha na neno mwanzo, chenyewe kinasema Genesis. Genesis sio mwanzo. Yaani ni mwanzo kwa Kiswahili, lakini tafsiri hautaipata inayotakiwa. Lakini kwa Kiingereza Genesis maana yake ni original. Maana yake ni halisi. Maana yake ni asili. Kwa Mungu akisema Genesis maana yake asili ya mwanadamu. Asili ya kila kitu. Wakati Mungu anaumba kila kitu ndani ya ufalme wake ambao ndio Edeni. Mule Edeni Mungu ndiye amefanya uumbaji wake. Akakuumba wewe kwa sura yake, kwa mfano wake. Akaziweka mbingu. Kwa yeye, kwa sababu ni roho. Na ndio maana shetani akitaka kufanya kazi na wewe, afu nitakia ujue kwamba shetani hakuwezi. Hakuwezi hata kidogo. Hakuwezi. Hata ungekuwa mpagani
Hamwezi mpagani pia. Ukichukua majirani wawili wote ni wapagani, majirani wawili, ila kati yao mmoja amezindika nyumba yake, mmoja hajazindika nyumba yake. Wakija wachawi wanaanza nyumba ya nani? Wataanza nyumba ya yule aliyezindika nyumba yake, maana ana vitu vyao, anaonekana kwenye rada zao kutoka kule, anamuona yule pa halalo, ana vitu vyao. Lakini huyu mpagani ambaye hajazindika nyumba yake ana ulinzi. Haleluya, ana ulinzi. Kitu kimoja tu, hajapata neema ya Kristo kama wewe. Ukipita mitaani huko ukiona mtu hajamsogelea Mungu, hayuko na Mungu, tamani awe kama wewe unemjua Kristo. Tamani awe kama wewe, kuwa na uchungu naye. Tunao, lakini tumewaacha huko. Nani anasema nimemwalika jirani yangu hapa? Nani anasema nimeokota mtu njiani nimemwambia twende ibadani? Hatuandai ibada. Tukifika Jumapili tunaangalia saa, anachelewesha huyu. Wenzetu wa Sabato wanamjua Mungu anayemwabudu, wanaanza ibada Ijumaa saa 12, wanaimaliza Jumamosi saa 12, masaa 24. Sisi tunafanya hivi, masaa 6 inatusumbua, tunapata nayo shida. Halafu tunasema sisi ni Wapentekoste. Upentekoste ni nini? Upentekoste ni Kristo. Upentekoste ndio uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Tukisema mwanadamu, mtu aliyemkataa Mungu, mtu ambaye yuko nje na Mungu, hata ukimwita mwanadamu unampendelea, hatakiwi kuitwa mwanadamu. Mwanadamu, neno mwanadamu ni yule aliyepuliziwa pumzi ya uzima akawa kiumbe hai. Maana Biblia inasema na tuumbe mtu, sio mwanadamu, mtu kwa mfano wa Mungu. Aliumba mwanadamu kwa sura yake. Aliumba mtu, sio mwanadamu, mtu kwa sura yake na kwa mfano wake. Huyu mtu akawa mtu, lakini sio mwanadamu, alikuwa mtu. Kwa yule mtu mwanzo alikuwa anafananishwa na mnyama. Mnyama ni mtu asiyekuwa na neno la Mungu. Mtu anafananishwa na mnyama, yani mtu asiyekuwa na neno la Mungu anafananishwa na mnyama. Anachojivunia ni kimoja tu, ni huruka, utashi. Mnyama hana huruka, ila anasirika. Haleluya. Kwa huyu mtu Mungu akamwongezea heshima, akampulizia pumzi ya uzima. Pumzi ya uzima maana yake akawa mwanadamu sasa. Pumzi ya uzima ni neno la Mungu. Kwa nini tunasema hivi? Mwanzo 2:7 anasema Mungu ametuumba kutoka mavumbini. Kumbe tumetoka mavumbini. Mavumbi ni kitu kizuri. Tumetoka mavumbini, akatufinyanga tukawa mtu. Lakini huyu mtu Mungu akamwongeza uwezo, kampulizia puani pumzi ya uzima, akawa kiumbe hai. Kwamba kumbe yule mtu hakuwa hai. Haleluya, hakuwa hai. Kwa Biblia ikisema akampulizia pumzi ya uzima, unisikilize, wakati Adamu ametenda dhambi kwenye bustani ya Edeni, Mungu alishuka. Adamu, umefanya nini? Akasema ni nyoka amenidanganya. Ni mwanamke uliyenipa. Lawama, anamlaumu mke wake. Adamu, umefanya nini? Ni mke uliyenipa. Mungu akaenda kwa mwanamke, umefanya nini? Akasema ni nyoka amenidanganya. Kila mtu anatupia lawama kwa mwenzie. Mungu akaenda kwa nyoka akasema chakula chako kuanzia sasa utatembea kwa tumbo, chakula chako kitakuwa mavumbi. Sasa unafikiri mavumbi ni hayo? Sio mavumbi hayo. Mavumbi ni mtu aliyekataa neno, huyo anakuwa mavumbi. Kwa kama haujaliwa leo, ni chakula chake cha shetani cha baadaye, ni akiba ya chakula chake. Lakini ukikataa kuwa mavumbi, maana yake likubali neno kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na Mungu hatumuoni, lakini tunadharau wachungaji. Mama mchungaji,
tunawadharau sana.